Jeshi la Marekani CENTCOM lilitangaza usiku wa Jumanne kuwa limekamilisha wimbi jingine jipya la mashambulizi dhidi ya Iran, likisema kuwa lilenga makumi ya maeneo ya kijeshi yaliyo karibu na mlango bahari wa Hormuz pamoja na maeneo ya pwani ya Iran. Katika taarifa yake, CENTCOM ilisema kuwa ndege za kivita za Marekani, ndege zisizo na rubani drones na meli za kivita zilirusha makombora kwa usahihi mkubwa dhidi ya maeneo ya makombora na droni za Iran, uwezo wa vikosi vya wanamaji pamoja na mifumo ya ulinzi wa pwani. CENTCOM ilisema mashambulizi hayo ya saa 7 mfululizo yalilenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia usafirishaji wa kimataifa baharini pamoja na usalama wa wafanyakazi wa meli za kiraia. Mashambulizi hayo yalifanyika siku hiyo hiyo ambayo majeshi ya Marekani yalitangaza kuanza tena kuzuia meli zinazoelekea au kutoka katika bandari na maeneo ya pwani ya Iran. Vikosi vya Marekani vimeendelea kuwa macho, vina uwezo mkubwa wa kivita na viko tayari kutekeleza operesheni zozote zitakazoagizwa na amiri jeshi mkuu, CENTCOM ilisema. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mapema Jumanne kuwa mashambulizi dhidi ya Iran yataendelea na yataongezwa nguvu katika siku zijazo. Alionya kuwa Marekani itaanza kulenga vituo vya uzalishaji wa umeme na madaraja nchini Iran kuanzia wiki ijayo iwapo Tehran haitarejea kwenye meza ya mazungumzo. Mvutano kati ya Marekani na Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz umeendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni, huku pande hizo mbili zikiendelea kushambuliana licha ya kuwepo kwa hati ya makubaliano ya Islamabad iliyosainiwa na Pakistan kwa lengo la kumaliza mzozo huo na kufikia makubaliano ya amani ya kudumu. Iran imewasilisha malalamiko kwa Umoja wa Mataifa ikishutumu Marekani kwa ukiukwaji wa hati ya makubaliano ya Islamabad pamoja na kutekeleza uhalifu wa kivita. Balozi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani aliandika barua kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa akisema kuwa karibu mara moja baada ya kutiwa saini kwa hati ya makubaliano na hadi sasa Marekani haijashindwa kutekeleza ahadi zake bali imeendelea kuvunja kwa makusudi misingi ya makubaliano. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran, Iran imetuhumu Marekani kuanzisha tena mashambulizi ya kijeshi ndani ya Iran, kufuta vibali vya mauzo ya mafuta ya Iran, kuanzisha njia mbadala ya usafiri wa baharini kupitia mlango bahari wa Hormuz, kuendelea kuiunga mkono Israel katika operesheni zake za kijeshi nchini Lebanon. Iravani alisema hatua hizo ni za makusudi na zinahatarisha amani na usalama wa dunia huku zikionyesha kutoheshimu sheria za kimataifa. Aliongeza kuwa Iran imekuwa ikiwasilisha malalamiko yake kwa wapatanishi kuhusu kila ukiukwaji huo, lakini Marekani imeendelea kuongeza hatua zake ambazo Iran inazitaja kuwa ni kinyume cha sheria. Aidha, alisema vita dhidi ya Iran vilivyoanzishwa Februari 28 uchokozi usiochochewa uliofanywa na Marekani na Israel kinyume na mkataba wa Umoja wa Mataifa, na kwamba mashambulizi hayo yamehusisha uhalifu wa kivita pamoja na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Iravani liliomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka, madhubuti na zenye ufanisi ili kushinikiza Marekani kusitisha kile ilichokiita vitendo vyake visivyo halali dhidi ya Iran. Kuwait, Bahrain zatangaza tahadhari ya mashambulizi ya anga. Jeshi la Kuwait limesema alfajiri ya Jumatano kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya droni za adui kufuatia kile ilichokieleza kuwa ni shambulio kutoka Iran. Jeshi hilo lilisema milipuko ambayo wananchi wanaweza kuisikia katika maeneo mbalimbali nchini humo inatokana na mifumo ya ulinzi wa anga inayoteketeza droni hizo, huku likiwataka wananchi kufuata maelekezo ya mamlaka husika. Mapema mamlaka za Kuwait zilisema vikosi vya zimamoto vilifanikiwa kudhibiti moto katika eneo lililolengwa katika shambulizi hilo, huku zikielekeza kuwa kuna mtu aliyejeruhiwa. Hata hivyo, hazikufichua aina wala eneo la shabaha hiyo iliyoshambuliwa. Nchini Bahrain, Wizara ya Mambo ya Ndani ilitangaza kuwasha ving'ole vya tahadhari ya mashambulizi ya anga na kuwataka wananchi pamoja na wakaazi kubaki watulivu na kuelekea katika maeneo salama yaliyo karibu. Hatua hiyo ilifuatia taarifa ya jeshi la Bahrain siku ya Jumanne kwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuzidungua na kuziharibu droni ambazo ilizielezea kuwa ni mashambulizi ya anga kutoka Iran. Matukio hayo yanajiri wakati wa mvutano kati ya Marekani na Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kuongezeka, huku Marekani ikiendelea kushambulia Iran na Tehran ikijibu kwa mashambulizi kambi za kijeshi za Marekani katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Licha ya juhudi za upatanishi zilizofanywa na Pakistan, milipuko imeripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti mfululizo mpya wa milipuko katika angalau maeneo 7 tofauti nchini humo, huku mapigano ya Iran na Marekani yakiendelea. Shirika la habari la serikali la Iran lilisema kombora ya Marekani yaligonga kisiwa cha Qeshm kusini mwa Iran, ikinukuu maafisa wa eneo hilo. Maafisa walisema hakuna vifo wala uharibifu ulioripotiwa kwenye makazi ya wananchi na miundombinu ya kibiashara. Na shirika la habari la Fars liliripoti pia milipuko kadhaa katika mji wa Harvaz ulioko kusini magharibi mwa Iran. Wakati huo, shirika la habari la Tasnim News nchini Iran lilisema kombora la Marekani
lilipuka karibu na kituo cha maji na umeme katika kisiwa cha Kishi. Milipuko mingine iliripotiwa katika mji wa Dimeshki kusini magharibi mwa Iran, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali ya Iran. Aidha, vyombo vya habari vya Iran vilisema milipuko sita ilisikika magharibi mwa Bandar Abbas na katika mji wa Sirik uliopo kusini mwa nchi hiyo. Milipuko mingine pia ilipotoka katika mji wa Birbal ulioko kusini magharibi mwa Iran, na kwa upande wake CENTCOM ilithibitisha kuwa vikosi vya Marekani vilifanya wimbi jingine la mashambulizi dhidi ya Iran, ikisema kuwa operesheni hiyo ililenga kudhoofisha uwezo wa Iran unaotumika kushambulia usafirishaji wa kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Pia CENTCOM ilisema kuwa Marekani imeanza tena utekelezaji wa zuio la meli zinazoingia au kutoka katika bandari za Iran. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni, huku pande hizo mbili zikiendelea kubadilishana mashambulizi licha ya kuwepo kwa hati ya makubaliano ya Islamabad iliyolenga kusitisha mapigano na kufikia amani ya kudumu katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati.